kutia sahihi kwenye kanuni za maadili. Mimi nilikuwa sijaziona zile kanuni, lakini baada ya kutia sahihi likatoka tangazo kwamba chama chochote ambacho hakutia sahihi kitazuiwa kushiriki uchaguzi kwa miaka 5. Nikaomba nizione hizo kanuni, nikazipata, kasoma, nikaona kanuni ile inasema kweli kama kuna chama hakitatia sahihi kanuni zile kitazuiwa kushiriki kwa miaka kitazuiwa kushiriki uchaguzi. Hakisemi miaka mingapi, kitazuiwa kushiriki uchaguzi. Ile ilinipa wasiwasi sana. Unazungumzia chama hakitashiriki. Maana nadhani ukiona taasisi hizi zinazosimamia mambo ya siasa hapa wanatazama vyama. Tume inatazama vyama. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatazama vyama. Lakini hawajui ndani ya vyama hivyo kuna wananchi. Kwa hiyo ukichukua uamuzi unasema unaadhibu chama, ni kwamba unaadhibu mamilioni wa Tanzania. Ilinipa wasiwasi kwamba huko nyuma sisi tulikataa utaratibu ambao unaweka pembeni watu. Mpaka hata ukifika Zanzibar, mapinduzi msingi wake ilikuwa ni kwamba watu hawakuwa wamepata haki. Sasa tunarudi kule kule. Yale yale tuliyowakataa ya 58 ya 63 tunarudi kuyafanya. Kasema inaweza kuleta matatizo. Kaona ile ni vizuri tujaribu kushauriana. Kwa hiyo kwa kusukumwa na watu fulani, mimi na mzee Butiku tukaona lazima tujaribu kuleta kushauri kuwe na mwafaka. Lakini kabla ya hapo, mwezi Februari, Tundu Lissu alikuja alinitembelea. Na kati ya mambo aliyonieleza ilikuwa ni msimamo wao, msimamo wa Chadema wa no reform, no elections. Nataka nieleze kwa kina. Alinieleza na sababu zake ni nini, kwamba kwa kuwa tuna matatizo haya tukubaliane kitaifa, tuahirishe uchaguzi miaka 2-3, serikali hii iendelee, tufanye mabadiliko, kisha tuwe na uchaguzi. Kwa sababu tukifanya uchaguzi sasa hivi hakutakuwa na haki. Kwa sababu tumeona mfano hii 2019, 2020, 2024. Tukifanya uchaguzi bila mabadiliko tutapata matokeo hayo ambayo sio. Basi mimi nilimshauri Tundu Lissu. Nikasema naona wasiwasi wenu ni wasiwasi wa kweli, kwa sababu kutokana na haya yaliyotokea huku nyuma inawezekana kweli mna uoga wa kweli, lakini sioni uhalisia wa kuahirisha uchaguzi kwa muda wa miaka 2-3.
sioni uhalisia huo. Kwa hiyo nadhani hili sioni kama linaweza kukubalika. Ambia nadhani ingekuwa vizuri tujitahidi kuondoa dosari zilizotokea 2019, 2020 and 2024. Kwa sababu huko nyuma kwanza hata mwaka 95 tulitumia misingi iliyokuwapo na vyama hivi vya siasa vimekuwa kwa kufuata misingi hiyo. Tufuate hiyo, turudishe iwe utaratibu wa uchaguzi kama tulivyofanya 2015. Baada ya hapo ndio sasa tuendelee na mabadiliko mengine. Hakukubali pale, lakini mimi nilimwambia haya unayozungumza mengine hayawezekani, nenda mtafakari muone tunaweza kutumia kingine. Sasa baada ya kusaini ile, nilipoona mambo yale, tukaona kwanza turudi tuzungumze na CUF. Sio CUF, samahani, Chadema. Kwa hiyo mimi na mzee Butiku tukaomba tukutane na uongozi wa Chadema. Tulikutana nao, ilikuwa ni timu kubwa. Ole alikuwa hapo. Tulimchukua, tulikuwa na tania, tunasema sisi wazee hatuwezi kuandika, lazima tupate kijana wa kuwa anatuwekea record. Tulikutana nao ofisini kwangu, tukazungumza haya mbia, bado tukawashauri kwamba kuna mambo mengine mnayodai hapa haiwezekani, lakini kuna mengine ni kweli yanaweza kufanywa kazi. Nendeni mkatafakari, tuone tutaendelea ili tuje tupate mwafaka. Haitakuwa vizuri Chadema kutoshiriki uchaguzi. Baada ya hapo tukawasiliana na mwenyekiti wa tume, nadhani ilitoka kwenye press mliona. Tukamwambia tumeona hii, lakini kitendo chenu wa wenu utakuwa umeingua watu wengi, na ukiwa na watu katika nchi ambao hawaridhiki, wanaona hawapati haki yao, inaweza kuwa ni msingi wa vurugu. Kwa hiyo tunawaomba, tukawaeleza tumekutana na Chadema, tunajaribu kuwashawishi, na wametuambia kwamba hata mliofanya bado kulikuwa na mashauriano, nyinyi mmesaini na sio lazima kila chama kisaini siku hiyo hiyo. Kwa hiyo mreflect tena, kama wakikubali kusaini, msije mkafunga mlango. Mwenyekiti akanijibu akasema wao wameamua kama kuna mtu hakubaliana na uamuzi wao aende mahakamani. Sasa hili sio la mahakama, tuone hali ilivyo, kwa sababu ni kanuni. Tukiona hali na demand kwamba turudie hizo kanuni, tuzitazame upya ili tuepushe madhara, tusije tukakataa. Akaniambia basi nakwenda nikutane na wenzangu, tutafakari, tuje tuone. Lakini baada ya hapo wakaendelea kugazeti zile kanuni. Nikawasiliana na CCM, azungumza mkuu wa CCM, kamweleza tuliozungumza na Chadema, tuliozungumza na tume, na ni vizuri CCM nayo itafakari, kwa sababu lazima tufikie mwafaka. Alinipa mwa CCM na ujua kwamba kuna madai ya Chadema ambayo hayawezekani, hawezi kufanya, lakini kuna mengine tunaweza kuzungumza. Kwa mfano hiyo ya kuondoa dosari zilizotokea katika chaguzi, hiyo tunaweza kuzungumza. Na akasema
na mzee Butiku muendelee Chefchato. Tukakutana tena na Chadema. Kutana naye mara ya pili. Tulipokutana nao hali ilikuwa imebadilika. Kwa sababu wakati huo nadhani walikuwa wanakwenda kufanya mkutano Kariakoo. Kwa sababu waliomba ruhusa wakapata, baada kama siku 6 hivi wanakwenda kufanya mkutano, wanakuja kuzuia wakati huo. Na wenyewe wanasema hii ni njama. Wanasema kwamba kufanya mkutano Kariakoo inaweza kuleta vurugu, kwa sababu wako watu wa aina nyingi, wa vyama vingi, wa imani tofauti, sio mahali pazuri pa kufanya mkutano. Wanasema hii imeanza lini? Kwa sababu mikutano imekuwa inafanywa Kariakoo. Hata kuna wakati Tundu Lissu alifanya mkutano Kariakoo. Serikali imekuwa inafanya mkutano Kariakoo. Sasa hii kwa nini wanzuia? Nasema wataona maeneo gani ambayo vya sasa itafanya mkutano. Nasema huku nyuma mtu anaweza kufanya kampeni mahali popote. Na wengine vyama vidogo vidogo vile huwa vinatafuta mahali palipo na watu wengi na kwenda sokoni, na hata vikubwa hivi. So kwa mfano sisi CCM tulikuwa na kauli zetu, unasema campaign nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo unakwenda mahali popote. Sasa hii nakuja. Lakini zaidi ya hapo wakasema walimsihendo kiongozi wao, kwamba walimkamata sija raundi saa 11, wakazunguka naye kumpeleka police station. Maana wamemkamata Msimbazi police station, yuko karibu pale. Hawakumpeleka huko, wamezunguka. Mwisho usiku wanamteremsha mahali